tujue kwamba mwito maana yake ni kupewa mwaliko. Unaweza ukakataa au ukakubali. Sio kila mwaliko mtu anakubali. Kuna mialiko mingine mtu anakataa. Yesu ndivyo alivyo, siku zote anatualika mbele zake. Kila saa anatualika mbele zake. Kila siku anatualika mbele zake. Kila wakati, kila miaka anatualika. Ni mimi na wewe tuamue tukubali wito au tukatae nini. Lakini kila siku Yesu anatuhitaji. Iwe ni asubuhi anatuhitaji, iwe ni mchana anatuhitaji. Kukuita sio kwamba lazima uitwe kuwa pastor au mwinjilisti au mwalimu au mchungaji. Hapana. Mwito wa Yesu Kristo anataka akuokoe. Anakuita ili akuokoe. Anakuita ili akukomboe. Pia anakuita ili akufungue. Pengine unateseka kwenye vifungo mbalimbali. Ni kweli tunateseka kwenye mambo mbalimbali. Lakini yale mateso tunayopitia, bado Yesu anapanua kinywa chake. Anapanua kinywa chake kwa sauti akisema njoo kwangu. Anakuita na huo ugonjwa ulionao. Anakuita ni hiyo shida ulionayo. Hiyo taabu inayokutesa bado anakuita. Hata kama ni utasa unakusumbua, Yesu bado anakuita njoo kwangu, njoo kwangu. Maana anafahamu kabisa hakuna namna ya mwanadamu kuwa salama pasipo yeye. Hakuna namna ya mwanadamu sisi ambao tunaishi hapa duniani kuweza kuwa salama pasipo nguvu zake. Unaweza ukaambiwa kwamba kuna mganga sehemu fulani Bagamoyo anatibu vizuri kweli kweli. Kienda unafikiri kwamba unaenda tu, ukishangaa ukifika pale naenda na masharti juu. Lakini Yesu anakuita pasipo nini? Yesu anasema njoo kwangu ninyi nyote msumbukao na kulemewa na nini? Kulemewa na mizigo. Maana yake mizigo ni nini? Mizigo ni taabu ulizonazo, mateso ulionayo. Pengine uchumi haueleweki, umekuwa mzigo kwako. Pengine ndoa haieleweki, imekuwa mzigo kwako. Kila mahusiano unayoyapata hayaeleweki, yamekuwa mzigo kwako. Pengine umepambana kutafuta kazi lakini hauoni kazi, haupati kazi. Huo ndio mzigo ulionao.